Wa Truth Media, ikiwa leo ni Jumatano ya Machi 19 mwakani 2025, siku tulivu kabisa, na kama kawaida leo hii tumetembelea eneo la Mwembe Yanga. Kubwa kabisa ni kuzungumzia kuhusu masuala mbalimbali ya soka yanayoendelea. Kama kawaida ulivyosikia, bado sakata lililoghairishwa mechi ya dabi ya Kariakoo iliyofanyika Machi 8, iliyotakiwa kufanyika Machi 8 bado linaendelea. Kuna wale ambao wanasema wanaenda kasi, lakini umesikia msimamo wa rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF Wallace Karia. Je, ndugu yangu Mohamed Makawila anazungumza nini? Kabla ya kuendelea na Makawila, nikukumbushe kuwa maduka yetu kwa Mchina Store yanakupa ofa kubwa kabisa kuelekea sikukuu ya Eid al-Fitr pamoja na sikukuu ya Pasaka. Pata jinzi kali kwa shilingi 17,000 tu, lakini pata t-shirt kali kabisa kwa shilingi 10,000, viatu kwa 10,000, mashati mazuri kabisa kwa shilingi 10,000, jezi za timu mbalimbali kwa shilingi 10,000. Maduka yetu yanapatikana Dar es Salaam, Mbezi Luis, roundabout ya Kinyerezi, karibu na sheri ya Mount Meru, lakini pia tunapatikana Dodoma katika stendi kuu ya 88 ya mabasi ya mkoa, ndani ya jengo la Dig-In Terminal. Kwa maelezo zaidi piga namba 0753788977. Makawila, uko poa ndugu yangu? Niko poa kabisa. Uko fresh? Namshukuru Mungu. Siku tulivu kabisa. Yes. Makawila, dabi ilitakiwa kuchezwa Machi 8. Tulishazungumza mengi, tumezungumza yaliyotokea, tumesikia kila mtu anatoa barua zake. Yanga ametoa, bodi ya ligi ametoa, Yanga ametoa tena, bodi ya ligi ametoa. Lakini sakata Young Africans na msimamo wa viongozi wao walisema kuwa hawana dabi nyingine yoyote atakayocheza. Na sakata sasa hivi limeelekea CAS. Kwanza sijapata taarifa rasmi na kwamba Yanga ameenda CAS kutoka kwa viongozi wa Yanga. Nimekuwa ni kama rumors ambazo tunazisikia zikizungumza, lakini kama amekwenda ni haki, kwa sababu chombo kile kimewekwa kwa ajili ya kusuluhisha masuala ya kimichezo. Kwa hiyo ukiona hujatendewa haki kwenye mamlaka ambazo zinakutawala, zenyewe zinakuwa sio final say kwenye mchezo wa mpira. Zipo mahakama za juu kabisa zaidi, kwa hiyo unaruhusiwa kwenda. Lakini mimi kuna jambo kidogo limenisikitisha. Unajua, wakati dabi inavunjika, mashabiki wengi wa mpira tuliamini kwa tukio lile lililotokea pale usiku wa Machi 7 ndio lilosababisha mchezo huu kuvunjika. Lakini tukio gani? Tukio ambalo Simba alilalamikia kwenye taarifa yao wao, wakisema alizuiliwa kufanya mazoezi ambayo ni haki yao kanuni, sio? Ndio tuliamini ile tukio ndio lilosababisha mechi kuvunjika. Mimi sikuwepo kwenye eneo la tukio, nafikiri kazi yes, hilo lilikuwa ni la mamlaka wao wale waliokuwa mlangoni, baadhi yao tuliona clips zao wakizungumza. Mimi nilitegemea, unajua mambo Salumu, tunavyozungumza na vyombo vya habari kama hivi watu wengi wanakuwa wanasikiliza na kuangalia. Kwa hiyo kuzungumza jambo ambalo mamlaka ndio zitakuwa zithibitishe hilo. Kama kweli Simba wameshathibitisha kwamba walifanywa vurugu zilizosababisha asifanye mazoezi, lakini mamlaka zinipelekea taarifa na Simba, watu tulitegemea mamlaka nazo zije zithibitishe hilo jambo, kama kweli watu fulani na fulani